Or may I say during this time that we are going to be here today. Ama niseme kwa wakati huu ambao tunaenda kushiriki leo. God wants to do something incredibly big for someone in this place. Bwana anataka kufanya kitu kikubwa sana mahali hapa kwa mtu. I don't say that lightly. Sisemi hivyo kama juju. I don't say that, as a pledge, just a religious saying. Sisemi hiyo kama msemo wa kidini. By the time we are leaving this place, you will understand why. Baada sisi kutoka mahali hapa utapata kuelewa kwa nini. Because I really bless God for this conference. Kwa sababu nambariki sana Mungu kwa ajili ya kongamano hili. I bless God for Ronald and the leadership that is facilitating this. Namshukuru Mungu kwa Ronald na viongozi ambao wanaendesha hii. The overseers and their wonderful support. Wasimamizi wa maeneo na mchango wao mkubwa. It is something that will grow to be very big. Hiki ni kitu ambacho kitakuwa hadi kiwe kitu kikubwa sana. I'll say that again. Nitarudia kusema hii tena. Very big. Kubwa sana. That's why a team has come from Kiambu. Hiyo ndio sababu kuna timu imetoka Kiambu. We don't want you to sweep the sufuria. We must at least get a sahani. Hatutaki muweze kufagia sufuria, angalau tutatoka na sahani. We'll go home with something. Tutaenda nyumbani tukiwa tuna kitu. The team from Kiambu stand up please. Kikundi kile kimetoka Kiambu, simameni tafadhali. Come on, give them a nice hand. Tafadhali tuwapatie makofi mazuri. Thank you so much. Asanteni sana. I want us to go to the Bible just for an introduction. Nataka twende kwa Biblia kwa ajili ya utangulizi. So that you may know, I understand where we are going. Ili upate kujua na kuelewa kule tunakoelekea. During this weekend. Katika weekend hii. If you look at Psalm chapter 110. Ukiangalia Zaburi 110. The Bible says, the Lord says to my Lord. Biblia inasema Bwana akamwambia Bwana wangu, sit at the right hand until I make your enemies a footstool for your feet. Uketi mkono wangu wa kuume hata niwafanyapo adui zako kuwa chini ya miguu yako. The Lord will extend your mighty scepter from Zion, saying, rule in the midst of your enemies. Your troops will be willing on the day of battle, arrayed in a holy splendor. Your young men will come to you like dew from the morning's womb. Bwana atainyosha toka Sayuni fimbo ya nguvu zako, uwe na enzi kati ya adui zako. Watu wako watajitoa kwa hiari siku ya uwezo wako, kwa uzuri wa utakatifu tokea tumbo la asubuhi unao umande wa ujana wako. This verse 1 is quoted again in Hebrews chapter 1. Mstari wa kwanza pia umenukuliwa katika Waebrania sura ya kwanza. Referring to what happened after Jesus rose from the dead. Ikiweza kutuelekeza kwa kile Yesu alifanya baada ya kutoka katika wafu. That is after he had destroyed the dominion or the authority of Satan. Hiyo ni baada ya kuangamiza utawala au nguvu za shetani. By dying for us on the cross. Kwa kutufilia msalabani. The Bible says the Father told him. Biblia inasema baba akamwambia. The Father told the Son. Baba akamwambia mwana. Now that you have conquered Satan. Sasa kwa vile umemshinda shetani. Now that Satan has no authority. Sasa kwa vile shetani hana mamlaka. Now that man has already been redeemed. Sasa kwa vile mwanadamu tayari amepata ukombozi. And sin has been paid for in full. Na dhambi imelipiwa kikamilifu. Sit down at my right hand. Sasa keti chini mkono wangu wa kuume. Until I make all your enemies. Hadi niwafanye adui zako wote
a footstool for your feet. wawe kikanyagio cha miguu yako. What is the Father doing right now? Baba anafanya nini sasa hivi? The Father is in the business, Baba yuko katika biashara of destroying ya kuangamiza all the enemies maadui wote of Christ. wa Kristo. And I want you to see here, Na kutaka uione hapa, we are the body of Christ. sisi ndio mwili wa Kristo. So the Father, Basi Baba right now, sasa hivi, that because victory has been won, kwa sababu ushindi umepatikana, because sin has been paid kwa for, sababu dhambi ishalipiwa, Satan has no claim over you. shetani hana dai juu yako, He has no claim over my life. hana dai juu ya maisha yangu. The Bible says Biblia inasema the thing that is remaining now kitu kinachosalia sasa hivi is for the devil ni kwa shetani to be made a footstool for our feet. afanyike kuwa kikanyagio cha miguu yetu. And that's where you meet that also in the book of Romans, Na hiyo unakutana nao pia katika kitabu cha chapter Warumi 16. sura ya 16. Soon and very soon, Hivi karibuni God will crush Satan Mungu atamsaga shetani under your feet. chini ya miguu yako. And I want to say to Na you, ninataka kukuambia in the name of the Lord, katika jina la Bwana, this is what is happening right kitu now. kinatendeka sasa hivi. God is crushing Mungu anamsaga Satan shetani under your chini feet. ya miguu yako. I want to declare by the word of God, Tangaze kwa neno la Mungu right from the beginning. kuanzia I mwanzo want you to hear this. mpaka usikie hili. Where we are right Hali now, tulipo sasa hivi, where we are standing hali tunasimama right now, sasa hivi in this age, katika umri huu, the Father is thinking of nothing else Baba fikiri jambo lingine lolote other than to crush Satan isipokuwa kumsaga under your shetani, feet, amweke chini ya so miguu that yako, wherever you walk ili kila utakapokwenda and Satan happens to shetani appear, aonekane kujitokeza, he becomes the fire stool anafanyika kikanyagio for your feet. cha miguu yako. Let me explain to you a footstool. Wacha nikuelezee kikanyagio. A footstool is that small stool that you rest your feet on. Hiyo ni kile kiketi kidogo ambacho unatuliza miguu yako juu yake. Hear me. Nisikize. God is in serious business. Mungu ako katika shughuli za kumaanisha. Serious business. Shughuli za kumaanisha. When you are coming from a safari, Wakati unatoka safari and you come, you have the sofa. na wewe unakuja una sofa, But I have news for you. lakini habari kwako, That sofa is not complete hiyo sofa haijakamilika until it has a footstool. hadi na kiketi cha kuwekea miguu. Turn to your neighbor. Yukia jirani yako, Is yours complete? uulize yako imekamilika. When you go home, Utakapoenda nyumbani, do anything to complete it fanya chochote kile kuikamilisha as a prophetic act. kama tendo la kinabii. Did you hear what I'm Je, saying? umesikia kile nimesema? Did you hear what I'm saying? Umenisikiza kile You go nimesema? home, you complete it Enda nyumbani uikamilishe as a prophetic act. kama tendo la kinabii. And when you are bringing those footstools into the house, Na unapoleta hiyo kikanyagio kwa nyumba, declare, tangaza, this is what God is doing hiki for me. ndicho Mungu ananifanyia. This is what he is doing. Hiki ndicho ananifanyia. He is crushing Satan Anamsaga shetani under my feet, chini ya miguu yangu. and he is making him Naye anamfanya a footstool awe kikanyagio for my feet. cha miguu yangu. Watch this. Chunguza hii. Why is God doing that? Kwa nini Mungu anafanya hivyo? Because Kwa sababu there is work to do. kuna kazi ya kufanyika. There are territories to be extended. Kuna maeneo ya kuzidishwa. Listen to this. Sikiza hii. Bible says, Biblia inasema the Lord will extend your mightiest authority or rulership Bwana from Zion. atanyosha toka Sayuni fimbo ya nguvu zako, And he will say, na atasema rule in the midst of your tawala enemies. kati ya adui zako. I will say that again. Hiyo nitarudia kusema tena. There are territories to be conquered. Kuna maeneo ya kutekwa. I want to say by the word of God, Nataka kusema kwa neno la Mungu, we have not bado hatujawahi even begun taking territories. hata kuanza kunyakua maeneo. We are starting now. Sasa ndilo tunaanza. Did you hear what I'm saying? Umesikia kile nimesema? We are starting
Sisi tunaanza sasa. We are starting now. Tunaanza sasa. Do you know why? Wajua kwa nini? Kwa Because sababu we have come to a time tumefikia when wakati God is thinking of one thing. kile Mungu anachofikiria kitu kimoja. Only one. Kitu kimoja tu. Wherever the devil is, Popote alipo he shetani becomes a footstool for your anafanyikia foot. kikanyagio cha miguu yako. Did you hear what I'm saying? Umesikia kile nimesema? He becomes. Anafanyika. Listen, Sikiza. you put your feet on your footstool to rest. Unaweka miguu yako kwa kiketi cha The kupumzika ili Bible upumzike. says there now remains rest for the children of God. Inasema bado kuna salia pumziko kwa watoto wa Mungu. Can I say to someone here, Naweza mwambia mtu hapa, you have fought too hard. umepigana sana. You have struggled too hard. Umeng'ang'ana sana. Is anybody hearing me? Kuna mtu And anisikiza. the Father is Na telling Baba you, anakuambia sasa, step aside. kaa kando. Let me go into the boxing ring. Wacha niingie katika Let me ukumbi. go into the Wacha ring. niingie katika ukumbi. Let's see what happens. Wacha tuone nini kitatokea. Is anybody in this place? Kuna mtu mahali hapa, There are territories to be kuna conquered. maeneo ya kuchukuliwa. And let me tell you something. Na wacha nikwambie kitu. What is happening, with many people, Bishop? Kinatendeka na watu wengi. Many people today are battle weary. Watu wengi wamechoshwa na vita. They are battle weary. Wamechoshwa na vita. And the reason why we are too tired, Na sababu ambayo tumechoka sana, the reason why we are too weary, sababu ambayo tumechoshwa mno, is because we have not known the import of this scripture. kwa sababu tunajua umuhimu wa andiko hili. God said, Mungu anasema, sit at my right hand. keti mkono wangu wa kuume. That's what he told Jesus. Hicho ndicho alimwambia Yesu. What you have done Kile umefanya is more than enough. ni zaidi ya Now kutosha. sit at my right Sasa hand. keti mkono wangu wa Let me kuume. step in there. Acha niingie pale ndani. The minute your name is mentioned, Dakika jina lako linatajwa, Satan will be the Shetani footstool of your feet. atafanyika kikanyagio cha miguu yako. Many people Watu wengi are battle weary. wamechoshwa na vita. That's why today, Ndio maana sasa when you talk about prayer, unapoongelea juu ya maombi it becomes an activity. inakuwa ni kitendo tu, Because we try to work things through prayer instead of bringing God to work. Instead of using prayer to bring God so that He can work. tumejaribu kufanya vitu vitendeke kupitia maombi badala ya kusababisha maombi yalete Mungu afanye vitu vitendeke. That's where the saying came, I believe in prayer. Hapo ndipo msemo ulitokea, nina imani ndani ya maombi. Because we are using prayer. Kwa sababu tunatumia maombi, The more we use prayer, kwa wingi tunavyotumia the more we maombi, get tired. ndivyo kwa wingi tunachoka. Is anybody Na hearing? mtu ananisikiza? Hello? Hello? Instead of taking prayer Baada ya kuchukua maombi as a way of bringing God kama njia ya kumhusisha Mungu into the situation, katika hali yako, I'll go deep. nitazama ndani. And what's this? Nachunguza hii. In extending the territories, Katika kunyosha maeneo, in taking lands, katika kuchukua mashamba, in taking villages, katika kuchukua vijiji, in taking cities, katika kuchukua miji, in taking nations, katika kutoa mataifa, God is raising a people. Mungu anainua watu. If you read in the next verse there, Ukisoma mstari unaofuatia, that God is raising a people kuna watu Mungu anainua with the three major characteristics. wakiwa na tabia tatu kubwa. That's why you came here. Hiyo ndio sababu ulikuja hapa. Three major Kuna characteristics. tabia kuu ndani mwao tatu. Tatu. Number one, Ya kwanza, they are men and women that are willing in the day of battle. hao ni wake kwa waume walio na hiari wakati wa vita. Number two, Jambo la pili, they are men and women ni waume kwa wake that walk in holiness. ambao wanatembea katika utakatifu. And number three, Jambo la tatu, they are men and ni women waume kwa wake
procrastination. They are prompt. Wajui kitu chochote kama kuahirisha, wao ni wepesi. I mean, they don't know anything like delay. Hawajui chochote kama kukawia. Why do I say that? Kwa nini niseme hivyo? The Bible says Biblia inasema these kind of people aina ya watu hawa that God is raising ambao Mungu anakuza to take territories waweza kuteka maeneo by bringing Satan kwa kumleta shetani under their feet. awe chini ya miguu They yao. are men and women. Waume kwa wake They appear wanaonekana like dew kama from the womb. umande kutoka kwa paa. Oh, watch this. Chunguza hii. Let me read for you Wacha nikusomee so that you get. ili upokee. Listen to this. Sikiza hii. Bible says. Biblia inasema, Read verse 1 to 3, please. Zaburi 110 mstari wa kwanza hadi wa 3. Neno la Bwana kwa Bwana wangu, uketi mkono wangu wa kuume, hata niwafanyapo adui zako kukua kama kuwa chini ya miguu yako. Bwana atainyosha toka Sayuni fimbo ya nguvu zako, uwe na enzi kati ya adui zako. Watu wako watajitoa kwa hiari siku ya uwezo wako, kwa uzuri wa utakatifu tokea tumbo la asubuhi, unao umande wa ujana wako. 3 things in verse 3. Vitu vitatu katika mstari wa 3. Number 1, Jambo la kwanza, there will be men and women who will be willing in the day of battle. watakuwa waume kwa wake wenye hiari wakati wa vita. Number 2, Jambo la pili, they will be clothed with holiness. watakuwa wamejivika utakatifu. Number 3, Jambo la tatu, they will appear wao wataonekana like dew. kama umande. Dew appears very early. Umande huonekana asubuhi mapema sana. They don't know anything about procrastination, Hawajui delay. chochote kuhusu kuahirisha, kukawia. No, they don't know anything like that. Hawajui chochote kuhusu hiyo. They do not know Hawajui excuses. kutoa udhuru. They don't know anything like that. Hawajui chochote kama hicho. If it needs to be done, it must be Kama done yahitaji yesterday. kutendeka, inafaa kutendeka jana. I'll say that again. Nasema hiyo tena. Let me repeat. Wacha nirudie. I'll repeat that. Nitarudia hiyo. Listen to this. Sikiza hii. Because it's so important Kwa sababu ni ya muhimu sana that you get it right from the beginning. kwamba wewe upate tangu mwanzo, So that you can see where God is taking you. ili upate kuona pale Mungu You anakuelekeza. can see where God is taking me. Unaweza ona pale Mungu ananipeleka. You can see where God is taking your ministry. Unaweza ona pale Mungu anapeleka huduma yako. It's very important. Ni ya muhimu sana. Listen to this. Sikiza hii. After Jesus rose from the dead, Baada ya Yesu kutoka katika wafu, after he rose from the dead, baada ya kufufuka kutoka kwa wafu, having conquered death and hell, akisha kuishinda kuzimu na mauti, having conquered all the powers of darkness, akishalishinda nguvu zote za giza, the Father told him, Baba akamwambia, I want you to sit at my right hand nataka uketi mkono wangu wa kuume until I make all your ili enemies wafanye adui zako wote to be your foot. wawe kikanyagio cha miguu yako. We are the feet. Sisi ndio We miguu, are the body of Christ. sisi ndio mwili wa Kristo. And I told you Nami niliwaambia in Romans 16, katika Warumi that's where 16, the Bible says, hapo Biblia inasema soon and very soon, hivi karibuni God of peace Mungu amani will crush Satan atamsaga Shetani under your feet. chini ya miguu I yako. want you to hear me. Na kutaka unisikize, That soon and very soon hiyo karibuni is here with us now. ni iko hapa na sisi sasa. Right now. Sasa hivi. Right now. Sasa hivi. Why is that soon and very soon here with us Kwa now? nini hiyo karibuni iko na sisi hapa sasa? Because the Bible Kwa says sababu Biblia inasema there are territories that must be conquered. kuna maeneo lazima yatekwe. And the way to conquer them, Na njia the kuyashinda way to maeneo, take those njia territories kuchukua hayo maeneo is by us having an authority, ni sisi kuwa na mamlaka, a rulership. utawala. Oh, we rule, Tunafaa kutawala, we rule tutawale whether the enemies want it or not. adui atake au asitake. Rule in the ministry of your enemy. Utawale
ya adui zako. And in order for those villages to be taken, Ili hiyo vijiji vikachukuliwe, in order for those cities to be taken, ili miji kapate in kutekwa, order for those nations to be taken, ili mataifa yakatekwe. listen to this. Sikiza hii. There are people God is raising up. Watu ambao Mungu anainua. And these kind of people, Aina ya watu kama hawa, they have three characteristics. wana tabia tatu. We are in Psalm 110, Tuko verse katika 1 to Zaburi 3. 110 mstari wa kwanza hadi wa Three tatu. characteristics. Wana tabia tatu. Number one, Ya kwanza, they will be made willing in the day of battle. watakuwa wenye hiari wakati wa vita. Watch this. Chunguza hii. If you can remember, Ikiwa waweza kukumbuka, a prophetess by name Deborah nabii kwa jina Debora went and called a young man alienda kamwita kijana by name Barak and told him, jina lake ni Baraka, akamwambia God has proclaimed, declared major victory through you. Mungu ametangaza ushindi mkubwa kupitia kwako. And the young man just looked at this prophetess and said, if you are going with me, I'll go. Huyu kijana akamwangalia huyu nabii wa kike akamwambia, ikiwa unaenda na mimi sawa, tutaenda. That mama looked at that boy in the eye and told him, Huyo mama akamwangalia huyo kijana the usoni, way you are going around this thing, jinsi naona unachukulia jambo hili, I don't see willingness. sioni kama una hiari. I see delay. Ninaona kukawia. I see Naona procrastination. kuahirisha. I don't see Mimi readiness. sioni utayari ndani mwako. God will bring victory, Mungu ataleta ushindi, but you will lose it. lakini wewe You utaupoteza. will lose the honor. Utapoteza heshima. I want to say by the word of God, Nataka kusema kwa neno la Mungu, I declare ninatangaza the day of Barak is over. siku ya baraka imeisha. Anybody hearing me? Kuna mtu ananisikiza? We are on a different day. Sisi tuko katika lango tofauti. After the victory, Baada ya ushindi, the Deborah sang a song Debora kaimba wimbo and said, akasema, when the leaders of Israel lead, wakati viongozi wa Israeli wanaongoza, when they cast the vision, wakati wanapeana maono, they give direction, wanapeana mwelekeo, and the people are willing, na watu wako na hiari, God must be praised somehow, somehow. Mungu lazima atapewa sifa kwa vyovyote. His name will be exalted Jina lake litatukuzwa in one way or the other. kwa njia moja au nyingine. Three characteristics. Tabia tatu. Listen to this. Sikiza hii. Number one, Ya kwanza, they will be willing in the day of battle. watakuwa na hiari wakati wa vita. Number two, Jambo la pili, which is very important, ambayo ni ya muhimu they sana, will be arrayed in the splendor of His holiness. watakuwa wamevikwa katika uzuri wa utakatifu wake. Brethren, the fear of God is coming back to the church. Wapendwa, hofu ya Mungu inarudi tena kanisani. I will say that again. Narudia kusema The hiyo. fear of God Hofu ya Mungu is coming back to the church. inarudi tena kanisani. The days of Zephaniah, Zile siku za Sefania, when God said, wakati Mungu alisema, I will pass through their midst, nitapita kati yao, and I will judge the complacent, nami nitawahukumu waliotulia, who are just going on with their lives, ambao wanaendelea tu kama kawaida na maisha saying, yao, we don't think God will do anything wakisema bad or tufikiri anything Mungu good. atafanya chochote kibaya au Those kizuri. days are over. Hizo siku zimekwisha. When we are going to take the grace of God Wakati tutachukulia neema ya Mungu for a license of immorality, iwe kama ni a license of cheti cha kufanya defilement, masharati ama kuna jinsi the kind of people God is raising, na watu Mungu anakuza, they will be arrayed in garments watakuwa of wamevika holiness. mavazi ya utakatifu. And number three, Na jambo la tatu, they will be arrayed people. watakuwa watu wenye utayari, Arrayed people. watu walio tayari. They do not delay, they do not Hawajui excuse, kukimbia, hawajui kutoa udhuru, they do not hawajui procrastination. kuahirisha. If it is to be done, Kama ni ya kutendeka, it should be done yesterday yafaa but one. kutendeka jana na itendeke mara moja. Yesterday but one. Ifanyike mtono jana ama juzi, Not today. sio leo. Daudi Only needed to say, alihitaji tu kusema I wish, laiti,
I wish laiti I can have some water. ningepata maji ya kunywa. From where? Kutoka wapi? From the heads of Bethlehem. Kutoka kwa malango ya Bethlehem. That's all he needed. Hicho ndicho alihitaji tu kusema. The next thing, kitu kifuatacho, the boys have broken through the ranks of the enemy. hao vulana wamepasua kupitia jeshi la adui. They have broken through. Wameshapasua. They have broken through opposition. Wamepasua They have upinzani. broken through resistance. Wamepasua katika vizuizi. They have broken through impossibility. Wamepasua kupitia isiyowezekana. They have broken through lack. Wamepenyeza katika ukosefu. They have broken through. Wamepenyeza. And the next thing they have Na done, jambo lile wanakuja. they come and tell David, Wanakuja na kumwambia Daudi, here it is, man of God. maji iko hapa, mtu wa Mungu. David looked at that water, Daudi akayatazama hayo maji, shed a few tears, akatoa machozi kiasi and said, na akasema, this one, hii I can only give it. hii siwezi, I can only give it as a sacrifice to God. naweza itoa tu kama sadaka kwake Mungu, Because this one kwa sababu hii hapa is nothing more but blood. sio kingine bali ni damu. Now preach to your neighbor Sasa mhubiri jirani yako and tell him, na umwambie, there's a lot of grace here. kuna neema nyingi hapa. There's a lot of grace. Neema iko hapa nyingi. Ask your neighbor Uliza jirani yako on those three characteristics. katika hizo tabia tatu. Hebu jiangalie tuone ni wapi utarekebishwa, maana lazima utarekebishwa leo. Let him check himself, then see where he needs change, because today you must be changed. And I'll show you Nami nitakuonyesha where change begins. mahali mabadiliko huanzia. I'll take you step by step, Takupeleka hatua kwa hatua, and you will see nawe utaona how serious God is jinsi wa kumaanisha alivyo Mungu when it comes to crushing Satan under your feet. inapofikia kumsaga shetani chini ya miguu yako. Watch this. Chunguza hii. We are tired of conferences, Tumechoka na kongamano, Sunday service. ibada za Jumapili. We're tired. Tumechoka. And if we say we are tired, Na ikiwa tunasema tumechoka, it's because the Spirit of God in us is saying God is tired. ni kwa sababu roho ya Mungu ndani mwetu inasema Mungu pia amechoshwa. Something must either happen or happen. Kitu lazima kitendeke au kitendeke. There must be progress or progress. Lazima kuwe na kuendelea au kuendelea. There must be an upgrade or an upgrade. Lazima kuwe kupandishwa au kupandishwa. Did you hear what I'm saying? Umesikia kile nimesema? Tell your neighbor, Ambia jirani you yako, must either move or move. labda usonge au usonge. Now, can I be honest with you? Sasa wacha niwe wa kweli na wewe. Either you move Itakuwa usonge or you are moved. au usongeshwe. Did you hear what I'm saying? Umesikiza kile nimesema? Tell your neighbor, Ambia jirani yako, either you move itakubidi usonge or you are moved out au of the way. utasongezwa kutoka kwa njia. Well, come on, show your neighbor. Onyesha jirani yako. Where we are Mwambie now. pale tumefika sasa. Where we are. Mahali tumefika. Tell your pastor. Ambia mchungaji wako. Tell your Ambia overseer. wachungaji na wasimamizi wa Even maeneo. those who are not here. Even hata wale wako hapa. You ring them after this Uwapigie simu baada ya hii.
and tell them Waambie where we are now. pale tumefika sasa. Either you move, Iwe utasonga or au uondoshwe. it's serious business. Ni shughuli za kumaanisha. That's why when I see people, of your kind here, Ndio maana nikiona watu mfano wenu hapa, it tells me we have hope. inanipa tumaini kwamba There is kuna hope. tumaini. Kuna tumaini. There is hope. Kuna tumaini. Bishop Alaka, there is hope. Askofu Alaka, kuna tumaini. There is hope. Kuna tumaini. But please give them the message. Lakini tafadhali wafikishie ujumbe. And please don't sugarcoat it. Usifunike na sukari. Tell them, Waambie this is what the prophet said. haya ndiye nabii amesema. Either you move, Iwe usonge or you are moved. au uondoshwe. The tithe, Wakati the tithe, the flow. ile mtiriko, Hello? The tithe ile msongo, cannot be obstructed. wimbi haliwezi likazuiliwa. Please, Tafadhali, where we are now. mahali tumefika sasa. That's why God is saying, Ndio maana Mungu anasema I'm raising a people ninainua watu that are willing in the day of battle. ambao wako na ihari wakati wa vita. People that are ready with the Watu spirit of walio holiness. tayari na wamejivika utakatifu. Devil cannot point a finger at Shetani them. hawezi kuwanyoshea kidole. And people that are ready, Na watu ambao wako tayari, they have a readiness. wao wako na utayari. They do not delay. Hawajui They kukawia, cannot hawajui procrastination. kuahirisha, They do not know hawajui any opposition. upinzani Either wowote. they move or Iwe they move. wasonge au wasongeze. That's where we are. Hapo ndipo tumefika. And I'm going to say very kindly to a pastor here. Na nitasema kwa upole sana kwa mchungaji hapa. Hear me and hear me well. Nisikize When you vizuri. see people move, Ukiona watu wanasonga, don't start crying. usianze kulia And don't have a stomach ulcer. na usipate vidonda vya tumbo, Because kwa sababu God is on the move. Mungu wako katika mbio. And it's so serious. Na anamaanisha sana. Only to go to the Bible. Nataka uende kwa Biblia. Judges chapter 6. Waamuzi sura ya 6. Judges Waamuzi chapter 6. sura ya 6. I know you know the story of this. Najua waelewa hiyo hadithi ya Gideoni. This boy was not. This boy was not with. Huyu kijana hakuwa na ihari, He had a lot of excuse. alikuwa na vijisababu vingi. God was not taking any of it. Mungu halikuwa hata kubaliani na yeye. Tell your neighbor he is taking none of it. Ambia jirani yako Mungu hata zikubali hata moja yake. Tell your neighbor God is not taking it. Mwambie Mungu achukui hata moja hizo vijisababu. Not even one. Hata si moja yake. From Judges, we are beginning from verse 11. Waamuzi tutaanzia mstari wa 11. 6. Sura ya 6. We are beginning from verse 11. Tutaanzia mstari wa 11. This is when the angel of the Lord came and sat under the oak of Ophrah that belonged to Joash, the Abizrite, where his son Gideon was threshing wheat. Go on now with that story. Malaika wa Bwana kaenda kaketi chini ya mwaloni uliokuwa kati ya Ofra uliokuwa mali ya Yoashi Mwabiezeri, na mwanaye Gideoni alikuwa akipepeta ngano ndani ya shinikizo ili kuificha machoni pa Wamidiani. Malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, Bwana yu pamoja nawe, shujaa. Gideoni akamwambia, Bwana wangu, ikiwa Bwana yu pamoja nasi, mbona mambo haya yote yametupata? Just 1 minute. When God speaks to you, Mungu anapokuzungumzia, He speaks to your potential.
ananenea uwezo wako. Anything else, Kitu kingine chochote God will deal with. Mungu atashughulikia, But he talks to your potential. lakini anapozungumzia anazungumzia uwezo wako, Because he knows what he has put in you. manake anajua tayari alichoweka ndani mwako. I'll say that again. Hiyo tasema tena, When God means to speak to you, Mungu anapokusudia kukuzungumzia, he is not going to talk to you about your, on the level of your education, your background, your haves, your have nots. msingi wako, masomo yako, ulivyo na usivyokuwa navyo. Those are not anything to God. Hivyo sio chochote kwa Mungu. He does not talk to you on any other level other than your potential. Hazungumzii wewe kwa kiwango kingine chochote isipokuwa kiwango cha uweza ulio ndani mwako. Why? Kwa nini? The gifts and the callings of God are irrevocable. Vipawa na karama za Mungu hazichukuliwi. What God has deposited in you, Ile Mungu amewekeza ndani mwako, it's not going to reduce. haitapungua, It's not going to be diminished. haitapunguzwa. Listen to this. Sikiza hii. The gifts and the calling Karama na mito wa Mungu, of God are irrevocable. haiondolewi. Your potential. Uwezo wako, Number one, jambo la kwanza, it may feel dead in you, yaweza kaa kama imekufa ndani mwako, like a dead volcano. kama volkano ambayo imekufa. But I want you to see, Lakini nataka uone Jesus is the resurrection Yesu ndiye ufufuo and life. na uzima. Is anybody hearing? Na mtu ananisikiza, As long as it is there, muradi ingali pale, it may be dead, yaweza kuwa imekufa, but he will speak to it. lakini ataizungumzia, He will speak to you kuzungumzia on the level of that kwa kiwango potential. cha huo uwezo. Number two, Jambo la pili, it may be dormant. yaweza kuwa imekaa bila kufanya kazi. You know about dormant volcanoes. Unajua volkano zile ambazo hazijalipuka, It just needs the right pressure, zinahitaji tu msukumo unaofaa, and that's it. na hiyo ndio inatosha. And when it erupts, Na wakati inapolipuka, it sweeps whole villages, inafagia vijiji vyote, whole towns. mji wote. And a lot of our Na potential uwezo wetu mwingi is dormant. umekaa bila kutumika. It may be active. Number three, Jambo la tatu, that potential may be active. huo uwezo unaweza kuwa unatenda kazi. But even active volcanoes depend on levels of activity. Hata zile volkano ambazo zimeshalipuka zinategemea viwango vya vitendo vinavyotendeka ndani yake. Please look at your neighbor. Tafadhali angalia jirani yako. Tell your neighbor, Ambia jirani yako, many people like you, watu wengi kama wewe they are operating on 10% of their potential. wanatenda kazi kwa 10% ya uwezo wao. Please greet your neighbor. Tafadhali mpe salamu jirani yako. No mwambie. Pili, It's the truth. ni ukweli, You are a lot of potential. una uwezo mwingi, A lot of potential. uwezo mwingi. God shocked me one day. Mungu alinishangaza siku moja. I went to a meeting, Nilienda mkutano, and in this particular church there was the associate pastor. na kwa hili kanisa haswa kulikuwa na mchungaji msaidizi. The Lord told me, Bwana kaniambia, tell him mwambie he is operating on 11% of his potential. anafanya kazi hapa kwa 11% ya uwezo wake. I said, God, what? And the way he looks to be okay. Nikamwambia Mungu, na vile anakaa anafanya vizuri. Look at your neighbor and give him an estimate. Mwangalie jirani niweze kumpatia
kukadiria kipimo chake. I pray for the spirit of prophecy Naomba roho ya unabii na ufunuo to be over you right now. juu yako sasa hivi. Come on, give your neighbor an assessment. Mpatie ukadirio wako. God told Gideon, Mungu akamwambia Gideoni, you are a mighty man of valor. wewe ni mtu shujaa wa vita. Tell me, Niambie, what percentage of potential he was operating on, hiding his harvest? ni kiwango gani asilimia ya uwezo alikuwa anafanya wakati alikuwa amejificha, Hiding the harvest akiwa anaficha mavuno from the enemy. kutoka kwa adui? Guess what percent? Nataka ubashiri kilikuwa kiwango gani? Ndio kuni nyingi. Wanajificha. Somebody zaidi, Maybe 2 ya kubeba. labda alikuwa na 200 ya kubeba ngano kuficha. Come on, lay hands on somebody hands and Wekea tell, mtu mkono na umwambie, may the potential in you start wacha manifesting. uwezo ulio ndani mwako uanze kutenda kazi. Oh yes. Ndio, Oh yes. ndio. The potential in you. Uwezo ulio ndani mwako, Or the potential in ule you. uwezo ndani mwako, The potential in you. uwezo ndani mwako, So that you move ili usonge as one willing in the day of battle. aliye na hiari wakati wa vita, Arrayed with holiness. aliyevikwa utakatifu, As someone that is very na ready. mtu ambaye yuko tayari sana. But there was a problem. Kulikuwa na shida When this man had God addressed his potential, huyu mtu aliposikia Mungu akinenea uwezo wake, he knew alijua my potential uwezo wangu can only be activated unaweza tu amshwa through a sacrifice. kupitia sadaka. Ona. Ona. Oh my God. Gideon was smart. Gideoni alikuwa na kichaa, He was very smart. alikuwa mtu mwerevu sana. Ona. Yako wapi matendo yake ya ajabu waliotuhadithia baba zetu wakisema, je, siye Bwana aliyetuleta huku kutoka Misri? Ila sasa ametutupa, naye ametutia katika mikono ya Midiani. Bwana akamtazama akasema, enenda kwa uwezo wako huu ukawaokoe Israeli na mkono wa Midiani. Je, si mimi niliyekutuma? Akamwambia, Bwana, nitawaokoa Israeli kwa jinsi gani? Tazama, jamaa zangu ndio walio maskini sana katika Manase, na mimi ndimi niliye mdogo katika nyumba ya baba yangu. Bwana akamwambia, hakika nitakuwa pamoja nawe, nawe utawapiga Wamidiani kama mtu mmoja. Naye akamwambia, kama nimepata kibali mbele za macho yako, basi unionyeshe ishara ya kuwa wewe ndiwe wewe unayesema nami. Tafadhali usiondoke hapa hata nikuje nikatoe zawadi yangu na kuiweka mbele zako. Akasema, nitangoja hata utakaporudi. Basi Gideoni akaingia ndani, akaandaa mwanambuzi na mkate usio chachu ya efa ya unga, akaitia ile nyama katika kikapu, akautia mchuzi katika nyungu, akamletea hapo nje chini ya mwaloni, akampa. Naye malaika wa Mungu akamwambia, itwae nyama na mikate isiyo chachu, uiweke juu ya mwamba huu, ukamwage huu mchuzi. Akafanya hivyo. Ndipo malaika wa Bwana akanyosha ncha ya fimbo ile iliyokuwa mkononi mwake, akaiguza ile nyama na ile mikate. Moto ukatoka mwambani ukaiteketeza ile nyama na mikate,
Malaika wa Bwana akaondoka mbele ya macho yake. Now, hold on. Before we go far, several things there. Vitu vingi hapo. Number one, kitu cha kwanza, all your potential needs is God behind it. Uwezo wako, kile unahitaji ni Mungu kuwa nyuma yake. His grace ni neema, is the hand of God. Ni mkono wa Mungu. God told Gideon, Mungu akamwambia Gideoni, I'm going to go with you. Nitaambatana na wewe. And you will be able to succeed. Nawe utawezeshwa kufaulu. You will succeed in your mission. Utafaulu katika mishoni yako. You will be able to deliver the children of Israel. Utaweza kuwakomboa wana wa Israeli from the hands of their enemies. Kutoka kwa mikono ya adui zao. All you need chochote kile unahitaji in this life, katika maisha haya, now that you have the potential, sasa kwa vile una uwezo, is God to go with you. Ni Mungu ambatane pamoja nawe. It's the hand of God. Ni mkono wake Mungu. It's the hand of God. Ni mkono wa Mungu. I'll say that again. Nitasema mara nyingine tena. It's the hand of God. Ni mkono wa Mungu. And now Gideon says, sasa Gideoni anasema, so that I can be sure, ili niweze kuhakikishiwa, that I'll go with you, kwamba Mungu yuko nami, I will go with you, kwamba utaenda nami, that you are the one talking to me. Kwamba ni wewe unanizungumzia. I want you to give me a chance, na kutaka unipe nafasi, to build an altar. niweze kujenga madhabahu. I want to build an altar. Nataka niyajenge madhabahu. I want to bring a sacrifice. Nataka nilete sadaka. Amen. Listen, sikiza. There are sacrifices that will activate grace in very unusual ways. Kuna sadaka ambazo zitaamsha neema kwa njia zisizokuwa za kawaida. Nitarudia kusema hiyo tena. I can go through the Bible. Naweza kupitia katika Biblia. And you'll be amazed. Na wewe utashangazwa. That there are sacrifices. Kwamba kuna sadaka that God will talk to you about. Ambazo Mungu atakuelezea juu yake. When you build an altar here. Hapo utajenga madhabahu. And that kind of a sacrifice, na aina ya sadaka hiyo, when you bring it, unapoileta, God tells you, Mungu anakuambia, I want you to put it on the rock. Na kutaka uiweke juu ya mwamba. Who is the rock? Mwamba ni nani? This. Sikiza hii. When he built that altar, alipoyajenga hayo madhabahu, and the sacrifice was accepted, na sadaka ikawa imekubalika, and he was ready for the mission, akiwa tayari yuko tayari kwa mishoni. I'll say that again. Nitasema hiyo mara nyingine tena. When God spoke to his potential, Mungu alipozungumzia uwezo wake, and told him that the grace would be upon him, akamwambia kwamba neema yake itakuwa juu yake, and Gideon built an altar, na Gideoni akajenga madhabahu, and God assured him, na Mungu akampa uhakikisho that he will go with him, kwamba ataambatana pamoja naye. when he was ready for the mission. Akiwa yu tayari kwa mishoni. Bishop, right here is where many of us miss it. Askofu, hapa ndipo wengi wetu tunakosea. Right here. Hapa. Listen. Sikiza. God has given him gifts, anointings, and he has given him. Mungu amempa vipawa, mafuta, he has given an assignment. Anampatia jukumu. He has told him, amemwambia what to do. Kile atakachofanya. Gideon come. Gideoni anakuja. And says God, anamwambia Mungu, how will I do it? Nitaifanyaje? God tells him, Mungu anamwambia, my hand will go with you. Mkono wangu utakufuata. The grace will be more than enough. Itakuwa zaidi ya kutosha. I'll do whatever I take. Nitafanya chochote kile to help you succeed. Kusaidie ili ufaulu. When then he builds an altar, naye anajenga madhabahu of assurance, kwa uhakikisho, he is ready for the mission. Kwamba ako tayari kwenda mishoni. God tells him, Mungu anamwambia ngoja kwanza. Hold on. Ngoja kwanza. Hold on. Ngojea kwanza. You are ready. Uko tayari. You are equipped. Umejihami. Wait. Ngoja. Wait. Ngoja.
your neighbor, wait. Ambia jirani yako ngojea. Tell somebody, wait. Ambia mtu ngoja. Wait. Ngoja. The city is yours. Mji ni wako. Wait a minute. Lakini ngoja kwa dakika. You will build. Utajenga. You will get land. Utapata shamba. Lakini ngoja tu. There is something. Kuna kitu. If you move from here, ikiwa utasonga kutoka hapa, the way you are, jinsi ulivyo, it will continually speak into your life. Itaendelea kuzidi kuongea maishani mwako. And it will destroy. Nayo itaharibu. It will delay. Itachelewesha. It will bring problems. Italeta shida to your work. Kwa kazi yako. Go on now. Go on with the Bible. Read it now. Read it now. Mstari wa 22, Gideoni akaona ya kuwa ni malaika wa Bwana. Gideoni akasema, ole wangu, Bwana Mungu, kwa kuwa nimemuona Bwana uso kwa uso. Bwana akamwambia, amani iwe pamoja nawe, usiogope, hautakufa. Ndipo Gideoni akamchegea Bwana madhabahu hapo, akaliita jina lake Yehova Shalom. Hata hivi leo iko huko katika Ofra ya Wabiezeri. Ikawa usiku huo huo Bwana akamwambia, mtwae ng'ombe wa baba yako, yaani ni ng'ombe wa pili wa miaka 7, ukaiangushe madhabahu ya bahari aliyo nayo baba yako, ukaikate Ashera ile iliyo karibu nayo, ukamtengee Bwana Mungu wako madhabahu juu ya ngome hii kwa taratibu zake, ukamtwae yule ng'ombe wa pili na kumtoa awe sadaka ya kuteketezwa kwa kuni za ile Ashera uliyokata. Gideoni akabomoa madhabahu ya bahari. Ndipo Bwana akatoa watu 10 miongoni mwa watumishi wake, akafanya kama Bwana alivyomwambia. Lakini ikawa kwa sababu aliwaogopa watu wa nyumba ya baba yake na watu wa mji, hakuweza kuyatenda hayo wakati wa mchana, basi aliyatenda usiku. Hata watu wa mji walipoondoka asubuhi na mapema, tazama, madhabahu ya bahari imebomolewa na ile Ashera ilikuwa karibu nayo imekatwa, na yule ng'ombe wa pili ametolewa sadaka juu ya ile madhabahu iliyojengwa. Wakaambiana, ni nani aliyetenda jambo hili? Hata walipotafuta habari na kuuliza, wakasema, Gideoni mwana wa Yoashi ndiye aliyetenda jambo hili. Wait a minute. Ngoja kwa dakika. Come my brother. Njoo ndugu yangu. Gideoni is ready for the mission. Ako tayari kwenda mishoni. He has even built an altar. Hata tayari ashayatengeneza madhabahu. And he said, na anasema, from today, kuanzia leo, I am assured, mimi nimehakikishiwa, God is with me. Mungu yuko pamoja nami. He is at peace with me. Ako na amani na mimi. Wherever I go, popote nitakapoenda, the God of peace, Mungu wa amani, will crush Satan at my feet. Shetani chini ya miguu yangu. Wherever I go, kila niendako, I know I'll succeed. Najua nitafaulu. And before he went, na kabla atoweke, God told him, Mungu akamwambia, yes, I'm with you. Ndio niko na wewe. But there is something, lakini kuna kitu in your father's house, nyumba ya baba yako, that will continue to speak ambacho kitazidi kuzungumza into your future. katika siku za usoni And it will bring defeat. nacho kitakuletea It kushindwa, will bring failure kitaleta kushindwa unless you bring it down. Itapokuwa ukiangusha chini. Because this is the way it Kwa will sababu be. hii ndio njia itakavyokuwa. Funga kamba imefunga mguu. Tie his leg. Moja. Ndio. Haya. Ulikozania wapi?
Kapo. Kapo chini. Kapo. Sasa nenda wewe. Just go. Preach the gospel, brother. Point, preach, brother. Preach. Ubiri. Build the church. Jenga kanisa. Start building. Anza ujenge. Come on, move on. Songa mbele. Move on. Songa kabisa. Move on. Songa. There is a voice from the Father's altar. Kuna sauti kwa madhabahu ya baba yako. Oh, no way. Wacha. Wait. Goja. He started one church. Ameanzisha kanisa moja. He has even started to build his own house. Ameanza kujijengea nyumba yake. And he is moving. Haya anasonga. Come on, move. Songa. Move. Jaribu. Move. Jaribu. Move. Come on, go on. Endelea. Preach, brother. Ubiri ndugu. Another misfortune. Bahati nyingine mbaya. The church splits. Kanisa linagawanyika. The most trusted leader goes. Wale viongozi waliaminika wametoweka. He's being tempted to fall into immorality. Anajaribiwa kuingia kwa usherati. Because there is a voice. Kwa sababu kuna sauti inamfuata. Tell your neighbor there is a voice. Ambia jirani yako kuna sauti. Tell your neighbor there is a voice. Ambia jirani kuna sauti. Go on. Go on. Ndugu enda. Go on, preach. Enda ubiri. Come on, go on, bro. Enda ng'ambo sasa. Enda upande ndege. We cannot see you. Hatuwezi kuona. We cannot go. Hatuwezi enda kabisa. Hello. Hello. Is anyone here? Kuna mtu hapa? He is told, Yeye ameambiwa, come back. njoo rudi. Rudi. Come back. Rudi. Because Kwa sababu you cannot go far. hauwezi enda mbali. You may find yourself going in circles. Waweza kujikuta unaenda mizunguko. If it does not affect you, Kama haikuadhiri, it affects your children. inaadhiri watoto wako. And when it affects your children, Inapoadhiri watoto wako, you are brought very low. wewe unateremshwa chini sana. Is anybody here? Kuna mtu hapa? Is anybody in this Kuna house? mtu katika chumba hiki? Go back. Rudi. And I want you, Na kutaka wewe, before you go any far, kabla kwenda mbali zaidi, you take a boat uchukue fahari and build a proper altar. na ujenge madhabahu mazuri. The word is a proper altar. Neno ni madhabahu mazuri. And once you build that Na mara altar, unapoyajenga hayo madhabahu you destroy all the altars na uharibu madhabahu mengine in yote your father's yaliyo house. katika nyumba ya baba yako, In your father's katika house. nyumba ya baba yako. Did you know what I'm saying? Umesikia kile nimesema? In your father's Katika house. nyumba ya baba yako. In other words, Kwa maneno mengine, once you do that, mara unapomaliza kufanya hivyo, you will be untied. wewe utakuwa umefunguliwa. You will be untied. Utakuwa umefunguliwa. And you can go in. Sasa unaweza enda popote unataka ndugu. Today, Leo hii we are raising up that
proper altar. Tunajenga hayo madhabahu mazuri. We want to break that voice. Tunataka tuvunje hiyo sauti. And it's in the Bible. Na iko katika Biblia. Jeremiah chapter 31. Jeremiah 31. This is exactly what God told the children of Israel. Hiki ndicho Mungu aliwaambia wana wa Israeli. Listen to this. Sikiza hii. When he was to bring them back, wakati ilikuwa awarejeshe from their captivity, kutoka katika umateka wao, he told them, aliwaambia, anything that would speak to you from your father's house, chochote kile kingewalizungumzia kutoka kwa nyumba ya baba zenu. That one I don't want it mentioned in time. Hiyo sitaki itajwe. You must start on your own. Lazima uanze kivyako, and you fall on your own. Na uanguke kivyako. You stand on your own. Usimame kivyako. The sins of your father, dhambi za baba yako, should not affect you. Zisije zikakuadhibu. The voice of their altar, sauti ya madhabahu yao. 23 to 29. Yeremia 31:23 hadi 29. Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, asema hivi: watatumia tena neno hili katika nchi ya Yuda na katika miji yake nitakapowarudisha mateka yao. Bwana na akubariki, kao la haki, mlima utakatifu, na Yuda na mji yake yote, watakao humo pamoja, wakulima nao waendao huko na huko pamoja na makundi yao. Kwa maana nimeishibisha roho yenye uchovu, nami nimeiridhisha kila roho yenye huzuni. Basi nikaamka nikaangalia, na usingizi wangu ulikuwa mtamu kwangu, adhabu ya kibinafsi. Tazama, siku zinakuja, asema Bwana, mtakapoipanda nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda mbegu ya mwanadamu na mbegu ya mnyama. Tena itakuwa kwa kadri nilivyowaangalia, ili kung'oa na kubomoa na kuangusha na kuangamiza na kutesa. Kwa kadri hiyo hiyo nitawaangalia, ili kujenga na kupanda, asema Bwana. Siku zile hatasema tena, baba za watu walikula zabibu kali, na meno ya watoto wao yametiwa ganzi. Hold on, look at me carefully. Niangalie kwa uangalifu. God said, Mungu anasema, when I get them out of their captivity, nitakapowatoa katika umateka wao, and I start building them, nami nianze kuwajenga, I will really build. Nitawajenga kwa hakika. And there is a proverb that will never be mentioned again in Israel. Mithali haitatajwa tena Israeli popote. Because I'll cut off the umbilical cord from their ancestors. Sababu nitakata kitovu chao kutoka kwa mababu zao. Nobody will say again, hakuna yeyote atakayesema tena, my father ate sour grape, baba zangu walikula mizabibu kali, and that's why my teeth, na hiyo ndio sababu meno yangu are brown, yametiwa ganzi. In other words, kwa maneno mengine, I'm suffering the sin because of the sins of my father. Ninateseka dhambi kwa sababu ya dhambi za babu zangu. I am in captivity, nimetekwa because of my father, kwa sababu ya babu zangu. That will never be there. Hiyo haitasikika tena Israeli. Is anybody hearing me? Kuna mtu ananisikiza? That will never be heard. Hiyo haitasikika tena. In the umbilical cord, kila kitovu chochote with those fathers, kilicho na hao mababu, in the voice, kila sauti from their altar, kutoka kwa madhabahu yao. Oh my God. Mungu wangu, in the voice, sauti yoyote from their generation, kutoka kwa mitaala za mababu, in the voice, kila sauti from their house, kutoka kwa nyumba zao, not affect my house, haitagusa nyumba it yako, will never affect my children, haitagusa watoto it will wako, never affect my ministry, haitagusa huduma it yako, will never affect my job, haitagusa kazi yako, affect my business, haitagusa biashara yako, katika jina la Yesu. God said, Mungu akasema,
That proverb will never be used Hiyo again. mithali haitatumika tena. I want to declare by the word of God. Nataka nitangaze kwa neno la To Mungu. anybody hearing me now, Yeyote ananisikiza sasa, hear the word of the Lord. sikiza neno lake That Mungu. proverb, Hiyo mithali, that proverb, hiyo mithali, that hiyo proverb mithali will never be used again haitatumika tena as an excuse kama uturu by the powers of darkness nguvu za giza to torment you, pesa wewe, to drill you, kukuchelewesha, to bring you down, kuleta chini, to bring weaknesses kuleta udhaifu in your life, katika maisha to yako, bring weaknesses kuleta udhaifu in your children, katika watoto in wako, your ministry. katika huduma yako. I declare Tangaza by the word of neno God, lake Mungu. that proverb, Hiyo mithali, is anybody in this house? kuna mtu katika nyumba hii. Why? Kwa nini? Kwa nini? There are territories to be taken. Kuna maeneo ya kutekwa And God is raising up a people na Mungu anainua that watu are willing in the day of ambao battle. wanaihari nyakati za vita. God is raising people Mungu anainua who watu are ready. ambao wako tayari, They are ready with the garments wako of tayari, holiness. wamevika vazi la utakatifu. People that are ready. Watu walio tayari, They don't know any excuse. hawajui sababu They yoyote, do not know hawajui any delay. uchelewa kokote, They do not know hawajui anything kitu chochote to do with opposition. kufanya na upinzani. Declare by the word of Natangaza God. kwa neno la Mungu, That proverb hiyo will mithali never stand again. haitasimama kinyume nawe katika maisha yako, katika maisha yako, Not by might, sio kwa nguvu, not by sio kwa power, uwezo, but by the bali Spirit kwa Roho wake Mungu, wa Mungu aliye hai. of the Lord. Asema Bwana. Gideon was told, Gideoni akaambiwa, I want you to go home. nataka uende And nyumbani you raise a proper altar. na uinue madhabahu Raise kisawasawa, a proper inua altar. madhabahu kisawasawa. I tell you, Wacha nikwambie, Jesus on the cross. Yesu kule msalabani, Listen to me. nisikize, Before Jesus kabla died and rose again, Yesu afe na kufufuka kutoka kwa wafu, he raised the two altars. aliinua madhabahu mawili. Hear me. Nisikize, Hear me. nisikize, He raised two altars. aliinua madhabahu mawili. Gideon Gideoni raised the two altars. aliinua madhabahu mawili. One, Moja, when he brought a sacrifice alipoleta to sadaka that angel. kwa huyo malaika. The second one Yule wa pili is when he built an altar alipojenga madhabahu to the Lord akamletea and Bwana they called it na akaita Jehovah Shalom. Jehova Shalom. He built two altars. Akajenga madhabahu mawili. Jesus built two Yesu altars alijenga madhabahu for mawili you and for me. kwa ajili yako na One mimi. he built it Moja alijenga in Gethsemane. katika The Getsemane, second ya one pili he built it alijenga on Calvary. katika We Kalvari. were raised. Aliinua, We were raised tutainua a proper altar. madhabahu sawa We sawa, were raised tutainua a proper altar. madhabahu sawa sawa, When we raise a proper altar, madhabahu sawa sawa. proper, Hiyo mithali, a proper, hiyo mithali, a proper hiyo mithali will never be high haitawahi sikika in your life, katika maisha yako, in my life. katika maisha yangu. That altar Hiyo madhabahu that speaks inayonena from your past, kutoka kwa nyuma yako, from your past. kutoka kwa nyuma yako, What you did, what your fathers did. ile babu zako walifanya. Ezekiel 18. Ezekieli 18. We read verse 1 to verse 9. Some mstari wa kwanza hadi wa 9. Oh my God. Mungu wangu, Proper altar. madhabahu kisawasawa. I'll teach you about the proper altar in the afternoon. Nitakuzungumzia madhabahu sawasawa adhuhuri. But I want you to read verse 1 to verse. Ezekieli mlango wa 18 mstari wa kwanza Same thing. hadi mstari wa 9. Same thing. Kitu sawasawa. God said, Mungu akasema, you will stand by your righteousness. utasimama kwa ajili ya haki yako. And I'll tell you where your righteousness Nami is. nitakwambia haki yako inatoka Your wapi. righteousness is in Christ. Haki yako iko ndani ya Kristo. You and me, Wewe na mimi, we are the righteousness sisi of ndio God haki yake Mungu in Christ Jesus. katika Kristo Yesu. We will stand. Tutasimama, We will stand tutasimama on that righteousness. katika hiyo haki And that proper. na hiyo mithali. Verse 1 to 9. Ezekieli mlango ni wa 18 mstari wa kwanza hadi 9. Neno la Bwana likanijia tena kusema, je, maana yake nini hata mkatumia mithali hii katika Israeli, mkisema
Baba wamekula zabibu mbichi, nao watoto wakatiwa ganzi la meno. Kama mimi niishivyo, asema Bwana Mungu, hamtakuwa na sababu ya kuitumia tena mithali hii katika Israeli. Tazama, roho zote ni mali yangu, kama vile roho ya baba ni mali yangu, ndivyo ilivyo roho ya mwana mali yangu. Roho ile itendayo dhambi itakufa. Bali kama mtu ni mwenye haki na kuyatenda yaliyo halali na haki, hakula juu ya milima, wala hakuviunulia macho vinyago vya nyumba ya Israeli, wala hakutumia unajisi mke wa jirani yake, wala hakumkaribia mwanamke wakati wa kutengwa kwake, wala hakumdhulumu mtu, bali amerudishia madeni wake rehani yake, wala hakumnyang'anya mtu mali yake kwa nguvu, naye amewapa wenye njaa chakula chake na kuwavika nguo walio uchi, ambaye hakumpokesha mtu ili apate faida, wala hakupokea ziada ya namna yoyote, naye ameuepusha mkono wake na uovu, na kufanya hukumu ya haki kati ya mtu na mwenzake. Tena ikiwa amezifuata sheria zangu na kuzishika hukumu zangu, mtu huyu ni mwenye haki, hakika ataishi, asema Bwana Mungu. He will stand by his own righteousness. Ataishi kwa haki yake. But that proverb, lakini hiyo mithali, will never be used again in Israel. haitatumika tena Israeli. It will never be used again. Haitatumika tena. That the parents sinned, kwamba wazazi walitenda dhambi, they were witches, walikuwa wachawi, they were witch doctors, walikuwa waganga, they were diviners, walikuwa watabuzi, they were traditionalists, walikuwa watu wa kitamaduni, they were religious, walikuwa wa kidini, and they invoked something in me, na wao waliamsha kitu ndani mwangu, and which has been speaking ambacho kimekuwa into kikizungumza my life. kikizungumza maisha yangu. Gideon was told, Gideoni akaambiwa, go and raise up a proper altar, inua madhabahu sawa sawa, knock down the altar of your gonga father, madhabahu ya baba yako, burn it, yachome, destroy it. yaangamize. From that Na day, kuanzia hiyo siku there will be no voice, hakutakuwa na sauti, there will be no voice hakutakuwa na sauti coming from your background. ikitoka kwa msingi wako, There will be no umbilical cord hakutakuwa na kitovu that is feeding you ambacho kinakulisha from your past, kutoka kwa nyuma yako, feeding you with the curses, kinakulisha kwa laana, with the failures, kinakulisha kwa kushindwa, feeding you with the lust, kinakulisha na tamaa, feeding you with the corruption. kinakulisha na There will ufisadi. be nothing. Haitakuwepo. You will stand Utasimama in the righteousness katika haki of Christ Jesus. ya Kristo Yesu. Listen to this. Sikiza hii. This is what was not dealt with in the life of Solomon. Hiki ndicho ambacho kiligongwa katika maisha ya Suleiman. That voice Hiyo sauti of immorality ya usherati from his father. kutoka kwa baba yake. Solomon aliingia kwa huduma mara moja. Suleimani got into ministry just at once. After all, Baada hii, all the resources were there. hata hivyo rasilimali zote alikuwa nazo. So he just dived into the ministry. Basi aliingia moja kwa moja katika huduma. But there was something that was not dealt with. Lakini kuna kitu hakuwa amekabiliana nacho. I'll say again. Nitasema tena. There is a seed his father planted. Kuna mbegu ilipandwa na baba yake. In his blood. Ilipandwa ndani ya damu yake. Because the Bible says, Kwa sababu Biblia inasema all other sins are without the body. dhambi zingine zote zinatendeka nje ya mwili. But this one of immorality affects the blood. Lakini hii ya usherati inaathiri damu. It was not dealt with.
haikushughulikiwa. He went direct into the ministry. Aliingia moja kwa moja katika huduma. Before Gideon dived in, God Kabla told him, Gideon hold kuingia on. ndani, Mungu akamwambia ngoja kwanza. Raise a proper altar. Nataka madhabahu inue yaliyo sawa sawa. I keep asking. Huwa anazidi kuuliza, What was Solomon doing with 1,000 women? Suleimani alikuwa na biashara gani na wanawake 1,000? One is too much. Moja ni nyingi sana. Is anybody here? Kuna mtu anasikiza? Something was speaking from his father's Kuna house. kitu kilikuwa kinazungumza kutoka kwa nyumba ya baba yake. It was not dealt with. Haikushughulikiwa. Let me shock you. Wacha nikupe mshangao. It jumped into his son Amnon. Ikarukia mwanaye Amnon, He became a rapist. akakuwa mbakaji. Sio bana, unaona miji iko maboma ingine, kila mtu ni kamwizi, kila kutoka mtaa. I don't know if you see some people, everybody is a thief from the grandfather. Hata yule anaendesha muso, Even the one driving a nice Muso or Lexus, ama Lexus, lazima aibe, he just must steal. hata kama ni kwa supermarket. Hata kama ni kuiba kwa duka la jumla. Aibe tu asikie ameiba Colgate. Just steal dawa ya meno. How many know what I'm talking? Ngapi wanajua kile anazungumzia? Gideon was told, hold on. Gideon aliambia ngoja kwanza. Before you go, Kabla uende and you have the potential, na uwezo uko nao, I am with you. mimi niko na wewe. My hand is upon Mkono you. wangu uko juu yako. My angels are around Malaika you. wanakuzunguka. You have success. Wewe uko na You have ufanisi. victory. Una ushindi. But before you go, Kabla ya kwenda, ngojea kwanza. Yeah. I don't know whether you have seen for some boma zingine, Sijui kama umeona in some homes, hata kama watu wote wameokoka, even if everybody there is born again, kila mtu, everybody, lakini lazima utasikia you will just hear huyo aliacha bibi yake that one divorced the wife, married another one, akarukia kameit. he jumped to the maid. Haya, huyu This one alienda kwa chosho, went to the grandma. kijana tu wa miaka 20 anaenda kwa. He went to the sugar mommy, a very young boy. Let's look at your neighbor. Tafadhali mwangalie jirani yako. Mwambie sikuulizi kwa ubaya. Maybe I don't have any bad intention as I ask this question. Stand up with praise. Simama tu. Praise King God. Kikundi cha Simba John. Kuja watu waombe. Come, let people pray. Praise King God. Kikundi cha Simba John. There's no bad blood. Hakuna nia mbaya hapa, sina ubaya.
Is anybody here? Kuna mtu hapa? How many know God is serious today? Wangapi wanajua Mungu anamaanisha leo? How many know that? Wangapi wanajua? How many know that? Wangapi mnaelewa hiyo? How many people are ready to move? Wangapi mko tayari kusonga? How many people are getting annoyed now? Wangapi sasa unakasirishwa? And you feel I ought to be very far. Unahisi nilifaa niwe mbali sana kwa wakati huu. I should be very far. Ninafaa kuwa mbali sana. One thing I love about God. Jambo moja napenda kumhusu Mungu. God will always on acceleration when he starts to move. Mungu kila wakati ataleta kasi wakati anaanza kutembea. Always. Kila wakati. And I want you to go before God on a serious Na kutaka uende mbele za Mungu ukimaanisha. and tell God, Na uambie Mungu, God, Mungu, before I leave this place today, kabla nitoke mahali hapa leo, because you are the one raising me up. kwa sababu wewe ndiye unayeniinua, Help me nisaidie with revelation na ufunuo so that I can understand ili myself niweze kujielewa mwenyewe and so that I can also discern na ili niweze kupambanua those voices hizo sauti that have been speaking ambazo zimekuwa zikizungumza from my father's house kutoka kwa nyumba ya baba yangu, and deal with them na ukabiliane nazo before I leave here tomorrow. kabla nitoke hapa kesho. Deal with them Kabiliana nazo so that Satan ili kwamba shetani will have no foothold in my life. asiwe na kikanyagio maishani mwangu. I want to move with you, God. Nataka nisonge na wewe Mungu. Raise up your hand. Inua mikono yako Give juu. us worship. Tupatieni ibada. Mighty man of war. Oh yes. Oh yes. Love